Mambo vipi mwana SNS popote pale ulipo, karibu tena kwenye GPS. Mimi naitwa Frederick Bundala na leo hii GPS ya leo tuko wawili kutokana na kwamba wenzetu wana majukumu ambayo yamewafanya washinde kuwa nasi katika siku hii ya leo. Kwa hiyo nipo na Ali peke yake hapa tuweze kuangalia kile ambacho tumekuandalia leo. Ali, vipi mzee? Namshukuru Mungu, tuko vizuri, tumerudi tena kwa ajili ya kuangalia masuala mbalimbali na SNS. Sawa, leo tuna story kama mbili. Tunarejea Afrika, lakini pia tutakwenda Marekani kutokana na kile ambacho kimetokea katika mahakama kuu. Kwanza tuanze na kile ambacho kimezungumzwa ama uamuzi uliochukuliwa na mahakama kuu ya huko nchini Marekani, ambapo imebatilisha agizo la kiutendaji la Rais Donald Trump lililokuwa likizuia uraia wa kuzaliwa nchini humo, ikilitangaza kuwa kinyume na katiba. Agizo hilo lililosainiwa Januari 20 mwaka 2025, siku ya kwanza tu ya muhula mpya wa Trump, liliagiza taasisi za serikali ya shirikisho kuwanyima uraia watoto wanaozaliwa katika ardhi ya Marekani ikiwa hakuna mzazi aliye raia wa Marekani au mkazi halali wa kudumu. Sera hiyo haikuwahi kuanza kutekelezwa baada ya kuzuiwa na amri kadhaa za mahakama za nchi nzima, huku mahakama za chini zikitangaza kuwa ni kinyume na katiba. Baadaye utawala wa Trump uliomba mahakama kuu kutoa uamuzi kuhusu swala hilo. Siku ya Jumanne, mahakama kuu iliamua kuwa kwa kura 6-3 kwamba agizo hilo lilikiuka kipengele cha uraia cha marekebisho 14 ya katiba kinachosema kuwa watu wote waliozaliwa au kupewa uraia nchini Marekani na walio chini ya mamlaka yake ni raia wa Marekani. Jaji mkuu John Roberts aliungana na jaji mwenzake wa mrengo wa kihafidhina Amy Coney Barrett pamoja na majaji watatu wa mrengo wa kiliberali Elena Kagan, Sonia Sotomayor na Ketanji Brown Jackson kuhitimisha kuwa agizo hilo lilikiuka marekebisho ya 14 ya katiba. Jaji wa kiafidhina Brett Kavanaugh alikubaliana na kwamba agizo hilo linapaswa kubatilishwa, lakini alisema lilikiuka sheria ya shirikisho mwaka 1940 inayosimamia hadhi ya watu waliozaliwa Marekani badala ya katiba yenyewe. Majaji wengine watatu wa kiafidhina Clarence Thomas, Samuel Alito na Neil Gorsuch walitoa maoni ya kupinga uamuzi huo. Alito aliutaja uamuzi huo kuwa kosa kubwa, akisema watoto wanaozaliwa na wahamiaji haramu pamoja na wageni wengine hawapaswi moja kwa moja kuchukuliwa kuwa wako chini ya mamlaka ya Marekani ikiwa pia wanapata uraia wa wazazi wao. Thomas pia aliwataja wageni wanaotembelea Marekani kwa muda, ikiwemo katika kile kinachoitwa utalii wa kujifungua kama wageni na sio raia walio chini ya mamlaka. Gorsuch naye alitoa maoni yanayofanana, akisema kinachopaswa kuangaliwa ni kama wazazi wa mtoto waliifanya Marekani kuwa makazi yao. Trump aliutaja uamuzi wa mahakama kuwa mbaya sana kwa nchi yao. Katika ujumbe kwenye Truth Social alisema, tunaweza kulirekebisha kirahisi kupitia bunge kwa kutunga sheria, na akawahimiza wabunge waanze kushughulikia swala hilo leo, huku akiahidi kutoa uungwaji mkono wake kamili kwa muswada mpya unaoweza kuletwa. Spika wa bunge la wawakilishi Mike Johnson pia aliwaambia waandishi wa habari kuwa amesikitishwa sana na uamuzi huo wa mahakama, kama akiongeza kuwa utaleta changamoto kubwa huko mbele na watalazimika kukabiliana nazo. Johnson, ambaye zamani alikuwa mwanasheria wa masuala ya katiba, alisema marekebisho 14 ya katiba yamekuwa yakitumiwa vibaya na watalii wa kujifungua. Kiongozi wa wachache katika bunge la wawakilishi Hakeem Jeffries wa chama cha Democratic kutoka New York aliukaribisha uamuzi huo wa mahakama, akilitaja agizo la Trump kuwa la aibu na lililo wazi kuwa kinyume cha sheria. Kiongozi wa wachache katika Senate Chuck Schumer wa New York aliusifu uamuzi huo kwa kuzuia kile alichokitaja kuwa jaribio la Trump la kuwaibia watu uraia. Utawala wa Trump umekuwa ukijaribu kukabiliana na kinachoitwa utalii wa kujifungua, ambapo raia wa kigeni wanadaiwa kusafiri kwenda Marekani kwa lengo pekee la kujifungua na kuwapatia watoto wao uraia kabla ya kurejea nyumbani. Mapema mwezi huu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza mipango ya kufuta mamia ya visa na kuvunja mitandao barani Afrika na Ulaya inayodaiwa kuhusika
na vitendo hivyo. Wakosoaji wanasema utalii wa kujifungua unachangia sehemu ndogo sana watoto wanaozaliwa Marekani, huku makadirio yakionyesha kuwa visa hivyo ni chini ya 1% ya vizazi vyote vinavyorekodiwa kila mwaka. Sasa Ali, umesikia mwenyewe hapo, kumbe hata rekodi zinazoonyesha watoto waliozaliwa katika uraia huu wa nini tunasema, utalii wa kujifungua hata sio wengi, yani less than a percent, yani percent moja. Lakini nina wafahamu baadhi ya mastaa ambao wamekuwa na desturi hii kwamba kila wanapotaka kwenda kujifungua, ama mke wake ama mchumba wake anampeleka Marekani. Kama wa Nigeria kina P Square, wale kina nani, watoto wao wengi ni wa Marekani. Lakini pia nadhani mtu kama Davido pia ni hivyo alizaliwa katika hii system ya utalii wa kujifungua, ambapo alizaliwa Atlanta. Lakini ndo hivyo, Trump amekuwa akipiga vita kuanzia tarehe ya kwanza tu ameapishwa akashughulika na hilo. Sasa ndo hivyo, mahakama imetupilia mbali. Ni sahihi kabisa, na inabidi kwa faida ya wafuatiliaji wa geopolitics na wana SNS wote kwa ujumla, inabidi wafahamu kwamba Trump na chama kizima cha Republican ndo maana tunawaita wahafidhina ama conservatives ama watu wenye siasa za mlengo wa kulia. Sasa wamekuwa na moja ya sera zao ngumu, ndo maana wanaitwa wahafidhina, yaani wanaamini zaidi katika Umarekani, na ule unaweza ukasema ni wanakuwa na siasa za mlengo ambao ni mlengo mkali sana. Unaweza ukaona Rais Trump hii awamu ya pili ambayo ameingia akiwa na matumizi makubwa sana ya nguvu kwenye kukabiliana na swala la uhamiaji na swala la uhamiaji haramu. Tunaweza tukaona version nyingine ya kinachotokea Afrika ya Kusini nchini Marekani. Tofauti tu, Marekani kinafanyika kisheria, lakini ule ukamataji ulivyokuwa unafanywa na hao mapolisi ama ile kundi maalum wale wanaitwa ICE, tumesikia namna ambavyo wamekuwa wakilalamikiwa, tumekisikia namna ambavyo yametoka malalamishi mengi sana ya hawa jamaa wa ICE dhidi yao, ikiwemo kusababisha kujeruhi, matumizi ya nguvu kuliko kupita kiasi, na madhara mengine mengi ambayo yaliwakuta raia wa Marekani, ama tunasema wale wahamiaji wanaodhaniwa kuwa wahamiaji haramu. Lakini nimesema ni kama kilichotokea Afrika ya Kusini. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanyika Afrika Kusini kweli kinafanywa na askari maalum wa uhamiaji, lakini pia raia wamejitokeza hao raia wa vuguvugu hilo, march wanapoitwa wenyewe, I don't know, lakini hao jamaa ambao wamekuwa wanaingia wanachomea watu majumba na nini. Lakini kwa Marekani unaweza kusema hawako raia, lakini wanachokifanya mapolisi ni kinafanyika kwa nguvu ambayo ni kubwa kweli kweli na violence kubwa kweli kweli dhidi ya wale ambao wanahisiwa wahamiaji ama wahamiaji haramu ambao wanakuwa wamethibitishwa. Na unaona mpaka zile detention camps ama kambi maalum ambazo zilitengenezwa Marekani, na wakawa wanasema kabisa kina wawakilishi wa Trump kwamba yani usiachwe upelekwe mpaka huko. Ukipelekwa mpaka huko itakuwa ni hatari sana, bora tu miamalize polepole, uende mkubaliane kama ni namna gani watakurudisha, kwa sababu Trump sera zake hamna mhamiaji haramu, hamna mhamiaji. Kama anavyosema, sometimes mtu anaweza kaa sio mhamiaji haramu, lakini aliingia kihalali, lakini baada ya kuwa ameingia kihalali sasa sio kwa njia za panya, nikiwa namaanisha hivyo, baada ya kuwa amekaa muda wake umeisha, overstay na kadharau tena kuja kuendeleza. Kumbuka, overstay ni overstay. Hata kama overstay sekunde moja, wewe tayari kwenye sheria nyingi za nchi unakuwa umefanya kosa kubwa kweli kweli. Kwa hiyo wengi huwa akisha overstay anajua namna ambavyo inaweza ikaleta implication, namna ambavyo inaweza ikaleta matatizo, na anaamua tu baadaye aendelee hivyo hivyo kiharamu. Lakini kwa Marekani pia wahamiaji haramu tunajua wamekuwa ni wengi,
kwa sababu ya ule mpaka, namna ambavyo namna ambavyo kuna njia za panya wanapitishwa na wale kuna cartels wale za Mexico wanawapitisha. Lakini Marekani imekuwa ni nchi ya ahadi kwa ukanda wa Amerika kule. Imekuwa ni nchi ya ahadi kwa sababu mataifa mengi ambayo yanaizunguka Marekani yana maisha magumu, na mengine ni kwa sababu ya sera za Marekani wenyewe ambazo zimefanya hizo nchi ziwe zina maisha magumu. Chukulia mfano nchi ya Cuba, chukulia mfano nchi ya Venezuela, namna ambavyo zimekuwa chini ya vikwazo vikali sana kwa muda mrefu. Ile imepelekea nchi hizo ziwe zina maisha magumu sana, na raia wengi wanakuwa wanaona sisi tupo Cuba, tukiangalia pale tunaona mataa ya Marekani. Sasa kama tunaona mataa ya Marekani pale San Francisco na nini, kwa nini tusifanye mchakato wa kwenda kule kwenye maisha mazuri? Na unakuta Wacuba wengi sana wameenda Marekani na wengine wengi wamefanikiwa, na hivyo hivyo kwa Venezuela, hivyo hivyo kwa wa Mexico ambao wanapakana mpaka na Marekani, hivyo hivyo labda kwa Colombia na mataifa mengine yote ambayo yanapakana na Marekani. Na wengi wamekuwa wakienda Marekani wamekuwa wanafanikiwa kwa sababu Marekani ni the land of opportunity. Hasa miaka hiyo bora. Sasa hivi mambo yanaweza kawa yakawa magumu, lakini miaka hiyo, miaka ya 90, mwanzoni mwa miaka 2000, Marekani ilikuwa ni nchi ya ahadi, nchi ya fursa nyingi. Uende pale, ni wewe na juhudi zako, you will make a fortune, utatengeneza maisha. Fanya kazi kwa juhudi. Hata leo ukilinganisha anacholipwa Marekani ambaye anaosha vyombo, Marekani ambaye anafanya non-skilled works, ama raia tu ametoka Tanzania ana kibali anafanya non-skilled labor, zile kazi za kawaida ambazo wazawa wenyewe hawawezi kuzifanya, anachokilipwa anaweza kawa nazidi huku kwetu by far watu wengi tu ambao wameajiriwa kwenye taasisi nyeti. Kwa hiyo ukiangalia, hivyo ndivyo vinavyofanya watu wapende, watake kwenda kuhamia nchini Marekani. Sasa hivyo vyote vimepelekea kwamba wimbi lile limekuwa ni watu wengi sana, na kwa baadhi ya Wamarekani wenyewe, kama hivi Trump anasema, imepelekea mpaka wanatumia hela nyingi sana kwa ajili ya service zile za kiraia, ambazo Marekani ni taifa ambalo kuna zile service ambazo zinajulikana, raia atastahili labda bima, kuna ile tunajua mipango kama Obamacare, kuna housing ile nyumba maalum kwa ajili ya watu wasiojiweza. Mipango hiyo wanaona kama wanakuwa wanatumia fedha nyingi sana, kwa sababu lazima serikali wahudumie, na wengine unakuta kama hivyo wakifika wanazaliana wanakutana na Marekani na vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa Trump hiyo imekopo ni kwa Trump na chama kizima cha Republicans, sera yao imekuwa na mlengo tofauti na hawa Democrats ambao Trump amekuwa anasema Biden ni mjinga ama Biden hafai, na aliruhusu mpaka wao mamilioni waingie nchini Marekani, huku wakituhumu kwamba wengi walioingia ni uhamiaji haramu. Wengi walioingia ni wahalifu na ni wabaya kweli kweli, wameharibu Marekani, wamefanya uhalifu, which is unaona kabisa ni sera tu za kibaguzi. On my point of view, kwa mtazamo wangu mimi, sera kali za kibaguzi ambazo bwana Trump amekuwa akizihubiri na chama chake cha Republican wamekuwa wakizihubiri. Kwa nini? Kwa sababu Marekani tunafahamu ni taifa ambalo historia yake halijajengwa tunasema halijajengwa na aina moja ya watu. Siri kubwa ya Marekani, nguvu kubwa ya Marekani imekuwa ni kujengwa na raia wa mataifa mbalimbali. Maana utaona kwenye mission fulani ya NASA, utakutana na Mhindi, utakutana na Mchina, utakutana labda na Mzungu, wote kwa pamoja, utakutana na Myahudi, wote kwa pamoja wakiwa kwenye ile, unajiuliza huyu Mchina amefuata nini hapa, na ni raia wa Marekani. Tunamfahamu wote Jensen Huang, kiongozi mkuu wa kampuni ya Nvidia. Ana asili ya wapi? Si China kabisa, lakini ni raia wa Marekani. Unaongelea labda Lisa Su tunafahamu ni mwanamama huyu, mimi nampenda sana. Ndio ameifanya kampuni ya AMD iweze kuishinda kampuni ya Intel baada ya miaka mingi sana, walivyokuja na chip zao ama CPU zao za Ryzen.
ambayo zimekuwa ni best sana. Sasa huyu mwanamama ambaye ndio alispearhead hii kitu, Lisa Su, ana asili ya wapi? Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona kwamba taifa siku zote, ndio haya tunasema kwa South Africa pia, taifa siku zote ili liweze kukua haraka linajengwa mara nyingi na watu ambao mchanganyiko wa watu. Ndio maana Marekani imekuwa hivyo ilivyokuwa, kwa sababu wakazi halisi wa Marekani sio wa Marekani wenyewe, kaka Sky na wana SNS. Wakazi wenyewe halisi kabisa wa Marekani ni wale wenyewe wa Red Indians wale, ukiwaangalia huwa kama wamefanana na wa Mexico wale. Wale ndio wenye Marekani yao halisi kabisa, ndio natives wa pale. Lakini baada ya kuwa wakoloni wameanza kuingia Waingereza, wanaanza kuwanunua kwenye maeneo yao yenye rutuba na vitu vingine, baadaye ikawa hivyo, na baadaye Marekani wakoloni wakawa wengi, umeona, wakawa wanahamisha watu wengine wanawatumikisha, mpaka watu weusi wakachukuliwa wakawa wameenda Marekani. Ndio maana leo tunaona wamekuwa wengi wote kwa pamoja, baadaye ndio wamekuwa msingi wa uchumi wa Marekani, msingi wa kulijenga taifa la Marekani. Trump mwenyewe ana asili ya kutokea Ujerumani. Leo ukifuatilia unaambiwa Trump walitokea Ujerumani. Angalia wakati wa Hitler, ni matajiri wangapi walihamia Marekani wakapokelewa na Marekani. Marekani kwenye silaha, mipango yake mingi alikuwa ni underdog, lakini ile mipango yake mingi ukiangalia iliwezekana vipi? Kwa sababu walipokea talents mbalimbali, walipokea vipaji mbalimbali kutoka Ujerumani, kutoka kwa Wayahudi, kutoka sehemu nyingine. Amini Wayahudi wengi wale walikuwa Ujerumani, na maanisha wote waka migrate Marekani, wakaleta ujuzi wao, expertise, uzoefu wao ule wote, wakajenga taifa la Marekani, wakajenga nchi ya Marekani. Hivyo ndivyo Marekani ilivyojengwa. Tunafahamu kuna ile Chinatown, watu wameiona kwenye movie mbalimbali, namna wa China walivyokuwa wanakimbia China wanakuja Marekani. Kama sijakosea, ipo San Francisco. Ile Chinatown imejengwa na wale jamaa wakaweza kutengeneza maisha yao. Ndio wao tunaongea, utakuta kina Lisa Su na nani, wote waliweza kujenga Marekani. Marekani imekuwa na sifa hiyo. Sasa hatuelewi bwana Trump anapokuja na misimamo mikali kuvunja kabisa zile the founding principles za Marekani na kusema Marekani ijitenge iwe yenyewe kama yenyewe. Hizi sera, kusema za ukweli, ndio sera ambazo mimi naweza nikasema ni sera ambazo za mlengo mkali sana, na tunaona kama ambavyo tumeona sasa katika kuziendeleza hizo sera zimeweza kugonga mwamba na mahakama kuu ya Marekani, ambayo kwa Marekani huwa ni chombo kama nchi ya kidemokrasia, huwa ni chombo ambacho kinakuwa kina maamuzi ya mwisho, na kimeweza kurule kwenye maamuzi mengi tu makubwa. Supreme Court ina maamuzi makubwa zaidi kuliko ambayo yanaweza yakaingia mpaka maamuzi ya dola. Yani inaongoza, tunasema maamuzi ya serikali zile za majimbo. Kwa hiyo Supreme Court ikiingia, itakapopitisha sheria ili inakuwa ni sheria ya kikatiba ya federal government, yani sio tena serikali tu ni serikali, yani sheria zake zinaathiri nchi nzima na katiba ya Marekani yote na majimbo yake kwa ujumla, sio jimbo fulani na jimbo fulani. Kwa hiyo tulichokiona sasa hivi ni kushindwa kwa Trump. Kweli kuna vitu vinawezekana, lakini hili alilokuwa anataka ni kwenda mbali sana, kusema kwamba kuondoa haki ya uraia wa kuzaliwa. Nafahamu hata kwetu Tanzania kila nchi ina haki ya kuwa na sheria zake, bado sisi haturuhusu uraia pacha. Lakini Marekani unaona kuna watu na uraia wa Marekani, kuna watu wana uraia wa Israel, sio? Na mataifa mengine tunafahamu yanaruhusu uraia pacha. Kwa kila nchi ina sera zake za uraia, kila nchi ina sera zake za uraia, na maanisha hivyo. Lakini kwa sisi kwa Marekani sasa, sera ambayo bwana Trump alikuwa anataka ifanye ni sera ambayo ni kali. Tunajua karibu mataifa yote duniani, ukizaliwa hapo, obvious wewe una ile haki ya kuwa raia wa pale, haijalishi umeenda kufanya nini, umeenda kwa dhumuni gani. Lakini mimi kaka Sky, kuna kitu wakiongea tu cha msingi sana, kusema ile window ambao wao wanaitumia sasa, hiyo wangeiaddress hiyo. Hata mimi na support hii, huko ni kukosa uzalendo, na ndio hizo tunasema ni colonized mindset. Ndugu yangu Henry Mwinuka anasema hivi Sky na Sma, hiyo ndio tunaita colonized mindset, kwamba hata
niceness, najua wengi hapa watanisupport kwenye comment ambao wanaangalia hii. Wengi wachache ambao watu support ni wale tu ambao ndio hivyo hizo tunasema colonized minds, lakini mtu ambaye ana uzalendo wa kweli lazima ujivunie utaifa wako, lazima upende pale ulipozaliwa. Eti unaenda kuzaliwa Marekani, so what? Ina faida gani? Lazima uwe na identity. Ndio maana yani kukataa uraia wako ni sawa sawa na kukataa kweli, kukataa nyumbani ulipotokea, kukataa wazazi waliokuzaa, utake labda sehemu nyingine wazazi wengine. Lazima ujivunie baba yako, lazima ujivunie mama yako, haijalishi ni maskini, haijalishi ni kilema, haijalishi ni kichaa, haijalishi ni mzima, unatakiwa ujivunie kwa sababu wale ndio wamekuzaa wewe. Sasa kuwakataa wazazi wako, kujikweza mazingira uliotokea, hiyo ni mimi naifananisha na yule ambaye sasa anaamua na yeye eti waende kuzaliwa nje. I say it's very disgusting. Yani hata ifikiriki katika hali ya kawaida, lakini nilitaka tu kuiaddress hiyo pia. Hiyo ni loophole ambayo watu wameitumia, yani kama loophole fulani ambacho wameitumia kwa kiaddress wa Marekani. Pia ni vizuri kwamba mtu anatafuta privileges. Of course wenzetu wanaendelea, kuna hizo privileges na nini, lakini hata sisi, kwani wao walikuwa kama sisi? Hata sisi itafikia hatua tutaendelea, tutakuwa wakubwa. Ona sasa hivi Tanzania tunakuwa kwa kasi. Ona sasa hivi Tanzania inakuwa kwa kasi kubwa kuliko Marekani, inakuwa kwa kasi ya 6 point kadhaa. Marekani inakuwa kwa kasi ya 200. Mbona Uingereza ambao walitawala karibu nusu ya dunia nzima, leo Uingereza wana maisha gani? Maisha magumu sana. Leo Uingereza tunavyoongea sio maisha magumu labda ya kwa wao, lakini uchumi wao una collapse. Hawazaliani. Hata sisi tunazaliana vizuri, watu wanazaa watoto watatu wanne watatu, wao wana collapse hata kwenye kuzaliana. Hamna taifa kama hamna continuity. Lazima mzaliane. Leo baada ya miaka 5 tuko milioni 50, baada ya miaka 6 tuko milioni 60. Sasa kama mzaliani, wazee ndo wanakuwa wengi sasa kuliko hao ambao walitakiwa wazaliane. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha baada ya muda taifa lina collapse. Alafu mbaya zaidi, wale wahamiaji wanaohamia Europe, Uingereza, Ujerumani, kutoka kwenye mataifa ambao waliyabomoa kama Iraq, Syria, Libya, wale ndio wanaonekana sasa wanazaliana kwa kasi zaidi. Wale wahamiaji kutoka Afrika wa Nigeria na wengine ndio wanaonekana wanazaliana kwa kasi zaidi. Hiyo ni mbaya sana. Maana yake ni kwamba baada ya muda hao watanyonywa, yani baadaye wazungu watakuwa wachache, alafu hao wahamiaji baada ya muda ndio wanakuwa wengi. Hiyo imewahi kutokea, na ndio hata wasiwasi mkubwa huo unakuja huo kwamba Afrika pia tukizaliana sana tafikia tu tutakuwa wengi pia kuliko wao. Obviously huo ndio ukweli, na hiyo nakupa historia inatufundisha shawi kutokea. Na nilifuuliza leo Wamongoli wako wapi? Wamongoli walikopo Persia, Uajemi, waliteka karibu eneo tu kubwa na wao, lakini leo Wamongoli wako wapi? Walinyonywa, walikuwa absorbed na kacha nyingine, wao wamepotea, alafu kacha nyingine zimeprevail. Hicho pia ndio inaweza kufanya ikatokea. Kwa hiyo yote kwa yote nilikuwa nime divert kidogo katika kuweka contrast na katika kuwekea mkazo hilo jambo kwamba lazima tujivunie Uafrika wetu, lazima tujivunie tunapotokea kwenye mataifa yetu. Waache huu ulimbukeni wa kuona kwamba eti mtoto akizaliwa Marekani, mtoto akizaliwa Sweden, mtoto akizaliwa Canada ndio inakuwa bora zaidi. Wewe baba mpambanie mwanao awe na maisha bora tu, lakini sio eti paka siku akazaliwe nchi fulani. Najua wapo ambao wana utofauti wa mawazo, wachache huwa wakosekana, lakini huo ndio ukweli. Lazima tuwe tuna misimamo, lazima tupende tunapotokea. Siku zote nyumbani ni bora zaidi. Kwa hiyo Marekani wakasikai kama wataamua kuua hapo karupo lako, itakuwa ni safi sana. Sawa. Sasa katika kushughulikia hilo swala, Wizara ya Sheria ya Marekani imewaagiza waendesha mashtaka wa shirikisho kuchunguza mipango ambayo inahusishwa na kile kinachoitwa utalii wa kujifungua, huu tuliokuwa tunauzungumzia muda mfupi baada ya Mahakama Kuu kukataa jaribio la Rais Donald Trump la kuzuia uraia wa kuzaliwa nchini humo. Katika waraka wake, naibu mwanasheria mkuu anayesimamia masuala ya udanganyifu Colin McDonald amesema watu wanaoingia Marekani kwa maelezo ya uongo kwa lengo la kujifungua na kupata uraia kwa watoto wao wanaweza kukabiliwa na mashtaka ya jinai. McDonald amesema kesi hizo zinaweza kuhusisha udanganyifu wa visa,
utakatishaji fedha, wizi wa utambulisho na udanganyifu kupitia mawasiliano ya kielektroniki. Ameongeza kuwa mipango mingi huanza kwa maombi ya visa yenye taarifa za uongo kuhusu sababu au muda wa safari ya mtu kwenda Marekani. Hatua hiyo ni sehemu ya majibu ya utawala wa Trump baada ya Mahakama Kuu kubatilisha agizo lake la utendaji lililokuwa likizuia uraia kwa watoto wanaozaliwa Marekani na wazazi wa kigeni wanaotembelea nchi hiyo. Trump amelitaka bunge kupitisha sheria ya kuzuia uraia wa kuzaliwa, akisema sheria mpya inaweza kuepusha ugumu wa kufanya marekebisho ya katiba. Wizara ya Sheria imetaja baadhi ya kesi za awali kuonesha kuwa mipango ya utalii wa kujifungua inaweza kusababisha adhabu kubwa za jinai. Kesi hizo zilihusisha biashara zilizodaiwa kuwatoza wateja wa kigeni makumi ya maelfu ya dola ili kuwasaidia kujifungua nchini Marekani. Hata hivyo, idadi ya kesi za jinai zinazohusishwa na utalii wa kujifungua bado ni ndogo, na makadirio ya watoto wanaozaliwa na wageni wa muda mfupi yanatofautiana sana. Watafiti wamekadiria idadi hiyo kuwa kati ya watoto 2,000 hadi 39,000 kwa mwaka. Kundi la maprofesa 140 wa vyuo vikuu pia liliambia Mahakama Kuu kuwa utalii wa kujifungua unawakilisha sehemu ndogo sana ya takriban watoto milioni 3.6 wanaozaliwa Marekani kila mwaka. Sasa tumalizie na hii story nyingine ya hapa Afrika, kama ambavyo nilikuambia katika utangulizi, ambapo kuna mabadiliko makubwa ya katiba ya Zimbabwe ambayo yataongeza muda wa muhula wa rais kwa miaka 2, na amepitishwa katika hatua ya mwisho bungeni Jumanne hii, na sasa yanahitaji tu saini ya Rais Emmerson Mnangagwa ili kuwa sheria. Marekebisho hayo ambayo pia yanaondoa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais yamekosolewa vikali na viongozi wa upinzani nchini humo, ambako chama cha ZANU-PF cha Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 kina wingi wa wabunge. Spika wa bunge alitangaza kuwa bunge la taifa limepiga kura 226 dhidi ya 41 kukubali mabadiliko yaliyopendekezwa na Senate baada ya baraza hilo kuidhinisha sheria hiyo mpya Juni 24. Mabadiliko hayo ambayo wakosoaji wameyataja kama mapinduzi ya kikatiba yanajumuisha kipengele kinachoongeza muda wa mihula ya rais na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7. Hii ina maana kuwa muhula wa mwisho wa Mnangagwa, ambao kwa mujibu wa katiba ulikuwa ni wa pili na wa mwisho, utaongezwa hadi mwaka 2030. Marekebisho mengine yanalipa bunge mamlaka ya kumchagua rais, hivyo kuondoa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais ulioanzishwa mwaka 1987, miaka 7 baada ya uhuru. Hata hivyo, mabadiliko hayo pia yanafungua njia kwa rais kuanza muhula mpya wa miaka 7 endapo atachaguliwa na bunge, kwa mujibu wa mwanasheria na kiongozi maarufu wa upinzani Doge Coltart ambaye alizungumza na AFP. Coltart amesema mwanya huo unaweza pia kuruhusu bunge kuendelea kujiongezea muda wake bila kurudi kwa wapiga kura. Hii ni tafsiri ambayo sasa tutalazimika kuipinga, Coltart ameiambia AFP. Upinzani wa Zimbabwe ambao umedhoofishwa kwa miaka mingi ya ukandamizaji na uchaguzi zinazolalamikiwa unasema marekebisho hayo yataimarisha zaidi udhibiti wa ZANU-PF katika nchi hiyo yenye utajiri wa rasilimali ambayo chama hicho kimetawala tangu uhuru mwaka 1980. Mnangagwa anayefahamika kwa jina la utani The Crocodile kutokana na ukali wake, aliingia madarakani mwaka 2017 kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi yaliyomwondoa Robert Mugabe akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kuitawala Zimbabwe kwa miaka 37. Sasa Ali, umesikia vitu viwili vikubwa hapo. Kwanza ni kwamba sasa Ali, umesikia vitu viwili vikubwa hapo. Kwanza ni kwamba sasa hivi term itakuwa ni miaka 7, kama of course yeye rais ndio ambaye amebaki tu kupitisha na yeye ndio inamhusu, kwa hiyo tuseme kama tayari ishapita. Lakini kingine ni kwamba huenda siku zijazo rais akachaguliwa bungeni, wananchi wasimpigie kura. Sasa hiyo inaonekana ni hatari sana katika demokrasia, ama unaona vipi mzee? Kwa sababu miongoni mwa panelisti wetu hapa Sma, yeye anasema haamini kabisa kwenye demokrasia. Nadhani Sma huwa anaiweka katika namna fulani, nadhani huwa kuna muda anaiweka inakuwa vizuri sana. Nadhani tu namna kuelewesha watu. I think demokrasia ni kitu kizuri,
kwa sababu watu siku zote wanatakiwa muwe na maamuzi ya nani awaongoze. Sasa demokrasia pia inaweza ikawa ni chaos, kama ambayo tunaona imetokea Uingereza. Nyie ndo mna demokrasia, sasa kwa nini badala mwaze kila siku ku address masuala ya nchi zenu, mnahangaika kutoa mawaziri wakuu? Nchi mtaijenga saa ngapi? Sasa hiyo, that's not true democracy. Hiyo sio demokrasia ya kweli. Lakini kuna muda kile ambacho tunakiita dictatorship ndo kinaweza kikaleta maendeleo, kwa sababu kuna mtu mmoja tu anayeongea ndani ya nchi, hamna kelele nyingi. Nitakupa mfano. Adolf Hitler aliweza kuijenga Ujerumani ndani ya miaka michache sana, baada ya kushindwa vibaya kwenye vita vya kwanza vya dunia, na kusainishwa ule mkataba nyonyevu wa Versailles, mkataba ambao ulikuwa unainyonya Ujerumani katika kila namna, kila engo, pishwa fedha nyingi, lakini iliweza kunyanyuka Ujerumani na ikafanya maajabu makubwa sana ndani ya miaka less than miaka 20, kiviwanda, kiuchumi, kiujumla. Viwanda vikikua, uchumi unabadilika. Iliwezekanaje? Sababu sheria zake kali, yeye ndo alikuwa anaongea, na hamna hizi kelele nyingi, mara huyu aongee, yule aongee, naleta kitu cha maana, baadaye wanakataa. Inaweza ikakaa hiyo, lakini kigezo kikubwa kiongozi awe mzuri. Kama kiongozi ukiwa ni mzuri, watu wakitaka uendelee, hamna ubaya, na kazi nzuri huwa inajisema yenyewe. Tatizo kinachofanya labda ndugu yetu mtu kama Sma na watu wengine, hata mimi pia, tuone kuna muda demokrasia ni jau au ni kitu kibaya, ni namna ambavyo imekuwa inatumika kuingilia siasa za Kiafrika, kutumia demokrasia kupandikiza kibaraka, kutumia demokrasia kutengeneza instability, kwa sababu kiongozi mwenye maono ya kweli hawezi akatekeleza ndani ya miaka 5 ama miaka 10. Ni uongo. Lazima apate walau miaka 15, 20. Hiyo vivyo ndo historia inatuambia kwamba mabadiliko yote ya kweli yalifanyika kwa sera endelevu ambazo zimetengenezwa na kiongozi ambaye alikuwa na maamuzi magumu, ana misimamo migumu. Hivyo ndio mataifa ambayo yaliweza kufanya wonders yaliweza kutokea. Lakini ukiangalia dunia, case studies ziko nyingi sana. Mtoto kwambia, mbona South Korea imeendelea na ni democracy? Mbona Israel imeendelea na ni democracy? Kwa hiyo huwa kuna hizo case studies nyingi ambazo wewe unaweza ukatoa claim, alafu hizo case study zika counter claim yako. Kwa mfano mwingine, kuangalia nchi kama China. Hiyo ndio mifano yetu ya mataifa ambayo yaliweza kuendelea kwa kasi, kwa haraka sana, ndani ya muda mfupi. Lakini ukiangalia China imeweza kuendelea kwa nini? Kwa sababu ya sera zake ngumu, sera zake kali za kiongozi na uendelevu wa kisera, hasa baada ya Mao, mwenyekiti Mao kuwa amefariki mwaka 76, kwa sababu mwenyekiti Mao yeye tunajua alifanyaje, alifeli. Kwa hivyo demokrasia inaweza ikawa ni mbaya, lakini demokrasia pia kwa namna moja ama nyingine ni nzuri kama yule kiongozi, kama watu watachagua kiongozi wanayemtaka, kwa sababu wanayoyataka ya kimaendeleo. Sasa ni mada ambayo ni pana sana demokrasia, lakini tuje kwenye mada yetu mezani leo hapa, GPS, ambayo ni swala la Mnangagwa. Ujue Mnangagwa kama ambavyo tumesema aliingia hapo Zimbabwe mwaka 2017 baada ya mapinduzi kumuondoa mzee Robert Mugabe, mzee ambaye licha ya kuwa aliondolewa, lakini anajulikana kama wazalendo wa kweli wa Afrika. Licha ya kasoro zake na vitu vingine, tunajua kufeli kuikomboa Zimbabwe kutokana na vikwazo, kutokana na hali mbaya kiuchumi inayochangiwa na hivyo vikwazo, mpaka ikapelekea sasa watu wapoteze trust na mzee, na kuona bwana mzee, wewe hamna namna yoyote unaweza ukatukomoa hapa. Na tunakumbuka Mugabe mwenyewe tunajua ameondolewa akishakuwa amekuwa mkubwa sana na ameshakuwa madarakani kwa muda mrefu sana. Licha ya kwamba tunajua Zimbabwe kama ambavyo nimesema ndio moja ya nchi pekee ambazo zimekuwa moja ya nchi za Kiafrika chache ambazo zimekuwa zinapambana na vikwazo
muda mrefu sana. Na ni kwa nini? Kwa sababu mzee alikuwa na nia njema tu ya kuona kwamba hii nchi yetu ya Zimbabwe, mimi nimefika Zimbabwe, ni nchi ambayo ukiangalia economic system yake, mfumo wa kiuchumi wake, Zimbabwe, ukiangalia Namibia, ukiangalia hata kwa mbali Zambia, zinataka kuendana na kama na South, yale mashamba nini, viwanda. Zimbabwe wanazalisha, kwa sababu unapokuwa na mashamba lazima uwe una processing capability, unazalisha grapes, lazima zile grapes ufanyie processing, uzalishe juice, uzalishe nini, grapes ni zabibu, alafu unapokuwa una maembe, kuna nini. Kwa hiyo Zimbabwe wamejitahidi na brand zao pale, ile athari inaonekana, lakini mzee aliona hapana, hichi kinachotokea Afrika ya Kusini hakiwezi kutokea, akaamua kufanya privatization. Ndiyo zilikuwa akili za hao wazee wetu wa mwanzo wenye fikra za Kiafrika, fikra za kizalendo. Hata Mwalimu Julius Nyerere hapa Tanzania alijaribu kufanya hivyo, sema sisi sio ardhi nyingi ambayo ilikuwa ipo bado kwa hawa kwa labda kwa wazungu, lakini pia hata mashirika mengi pia tunajua Arusha Declaration, namna ambavyo uhujumu uchumi ile na watu walioweza kupokwa mali zao. Kwa hiyo mzee Mugabe alionekana kwamba ni kweli, najua unaweza kufanya vitu vyako ikashindikana. Hata Mwalimu Julius Nyerere mwenyewe aling'atuka, watu walikuwa wanataka endelee, lakini alisema ng'atuka. Kiangalia pia yeye mwenyewe kuna baadhi ya sera zake za kiuchumi ambazo ziligonga mwamba, ziligonga ukuta, licha ya kwamba miaka mingi baada ya kuondoka nimekuwa na counter claim nasema kwamba na mimi naweza kusema hichi ndio kitu mimi pekee hapa Tanzania ninachokisema kwamba Mwalimu Julius Nyerere ndoto yake sasa hivi ndio inatimia ile aliyoiamini, kwa sababu mashirika ya kiserikali kipindi kirefu yalikuwa yanatengeneza hasara. Miaka hii hivi karibuni ameanza kuzalisha faida. Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapokea Mheshimiwa Mama Samia amepokea gawio juzi hapa tunaona la matrilioni. Yale ni mashirika mbalimbali yamekusanywa, TANESCO, NMB, unajua serikali inamiliki kwa pasenti hayo mashirika, CRDB na mashirika mengine mengi yanaanza kuzalisha faida. Zamani ilikuwa ni hasara. Hiyo maana yake kulipo wangebinafsisha hiyo trilioni 1 na hiyo fedha wangetoa wapi? Kwa hiyo ule ukweli ile ndoto kwa namna moja ama nyingine imeanza kutimia, lakini miaka mingi sana baada ya kuwa amefanyaje. Kwa hiyo ni thinking ya watu wetu, wazee wetu wa Mugabe alifeli kwa namna yake, lakini nilikuwa nakifikiria ni kizuri, na pengine kwa namna moja ama nyingine kupunguza ile dominance ya wazungu. Sasa anakuja Mnangagwa, yeye mwenyewe anarudia yale yaliyotokea kwa Mugabe, hajajifunza. Na sio tu kwa Mugabe, viongozi wengi wa Kiafrika wanataka wang'ang'anie madaraka muda mrefu, hata pale wanapokuwa wameshindwa. Ng'ang'ania madaraka, kuna mabadiliko unayaweza unayaleta. Ng'ang'ania madaraka, kuna maendeleo tunayaona unawaletea raia wako. Hapo tutakubali kweli huyu kiongozi wetu ana vitu vizuri, alikuwa anataka avifanikishe, lakini hivi vitu vizuri hawezi akavifanikisha kwa hii miaka yake. Anaweza kaingia mwingine akaharibu. Mnaona wenyewe tena, viongozi wengine raia huwa wanaingia rodi, wenyewe ndio wanataka kiongozi aendelee. Sasa Mnangagwa ameingia, changamoto karibu zote ziko pale pale. Tunajua pesa yao iko in crisis, wamepambana kweli kweli, wameingiza sijui ile golden dollar, tunakumbuka tulifanya hapa SNS na aina nyingine, mechanism za ku revive uchumi wao imeshindikana, na vitu vingine vingi vimejaribiwa vimeshindikana. Sasa kama hayo yote yameshindikana, umefanya miaka yako hii yote 10 tangu 2017 tunaenda 2027, kwa miaka 10 hiyo, umri wenyewe umekutupa mkono, miaka 83 kama sio 82. Mnangagwa miaka 80 na ngapi hapa? Ana miaka 80 na miaka 80 na ngapi Kaskai? Ana miaka 83. Tuwe precise, 83. Kwa hiyo tukimuongezea miaka 7 mingine analitaka, bwana Mnangagwa atatoka madarakani akiwa na miaka mingapi? 90. Sasa achana tu na huko miaka 90, kuanzia hii miaka 80, akili ya kawaida ya binadamu
inakuwa haina uwezo mzuri sana wa kufikiri. Tayari tunashindana na asili angalau kuanzia miaka 60 mpaka 70, japokuwa miaka 60 si ndio ya kustaafu, lakini 60 mpaka 70 tunaona sawa. Unaweza kaangalia Tanzania, rais ana miaka mingapi sasa hivi? Ana almost 70 I think, sina hakika, lakini najua 70. Kiangalia na sisi marais wetu wamekuwa wanachezea, wana range humu. Mtu anapomaliza 70, 75 sio mbaya, lakini 90, 80 mpaka 90, kwanza hapo akili uwezo unakuwa umepungua. Ile tunasema mental capacity, mental power, kuna namna inakuwa sio ile tena, kwa sababu asili yetu sisi tunazaliwa tukiwa wadogo, tunakuwa mpaka tunafikia tunaacha kukua. Tukishaacha kukua tunaanza kurudi tena ukole kule tulikotoka udogoni. Maana yake tunazeeka, na tunavyozidi kuzeeka sasa miili yetu inachoka, ubongo na kila kitu kinachoka, ngozi, kila kitu kinadondoka. Hiyo ndio asili yetu. Sasa uwezo unapokuwa ni mdogo, maana yake riski hata maamuzi mazuri ambayo yangeweza kufanyika yasifanyike. Na siku zote kumbuka, Mnangagwa aliwekwa mpaka unamuona ni strong person, aliweza kuingia hapo sababu jeshi lilimwamini na likaweza kumpindua mzee Mugabe. Of course kiongozi anapokaa madarakani, hata kama hapendwi na wengi, mara nyingi kuna wale wachache ambao wananufaika na ule kiongozi. Sasa wale ndio ambao wao, kwa sababu wanakula mema ya nchi, wanakula keki ya nchi, yule kiongozi wataendelea kumpreserve, wataendelea kummaintain katika mfumo, kwa sababu wanawanufaisha wao hata kama hafai, kwani kwa sababu wao ndio the establishment, wao ndio deep state. Na nimekuwa nasema kwamba inategemea na aina nchi, kila nchi ina deep state yake, kila nchi ina establishment yake, lakini mara nyingi huwa major establishments huwa ni mbili, kama sio usalama wa taifa kuwa the establishment ya nchi fulani, basi jeshi ndio huwa linakuwa the establishment, ama hybrid. Jeshi na usalama vyote vinakuwa pamoja, vina blend kutengeneza the establishment. Maana yake ni nini? Tunasema ule mfumo wa uongozi, yani wao ndio wanaamua nani aongeze, wao ndio wanaamua nani asiongoze. Kwa hiyo unaweza ukaangalia Mnangagwa, tunaona anajiamini, na haya mabadiliko yamefanyika ni kwa sababu the establishment ambayo pengine ndio imemweka madarakani mpaka ikaweza kumpindua mzee Mugabe, ndiyo ambayo inamfeva na kumuona anafanyaje, anafaa. Lakini sote tunafahamu kwamba atatoka madarakani akiwa amechoka, kama Mungu akimsaidia, pengine anaweza hata asitoke kabisa. Lakini mara nyingi tunajua, mara nyingi wenzetu wanaangaliwa vizuri, uangalizi ni mkubwa viongozi. Maana unaona Trump ana miaka mingapi sasa hivi, kafikisha 80 na bado anadunda. Biden juzi tunamuona mpaka amemsema Trump, tulikuwa tunatumuoni Biden, lakini kumbe na yeye bana Biden bado yupo. Na hata Trump anaweza kamaliza, na Biden huyo aligundulika na kansa ya kuanzia. Angalia Netanyahu ana miaka mingapi? Kama 70 na, lakini Netanyahu ana kansa, kwa sababu wenzetu wanaangaliwa sana. Hiyo nayo inasaidia sana, lakini ilipopo ni wewe tu mtu huku Uswahilini, kansa yenyewe itakuja kugundulika iko kwenye stage, zimeshaenda, shughuli inaishi. Anaweza akamaliza, na anaweza ya Mungu ni mengi, kwa sababu ndo haishangazi. Lakini kama atafikisha hiyo miaka, atakuwa kachoka sana, na anaweza asiwe hata kama Mugabe. Bora hata Mugabe tunaona naenda kaza mwisho, mambo tunakumbuka, mara tuadodoke, mara hivi, hali ilikuwa ni mbaya. Na sasa anaweza na yeye isiwe hata kama Mugabe, ambapo anaweza kama asibahatike kufikisha kwamba ana miaka 90 na akawa vile. Kwa hiyo unaweza kuona pia changamoto nyingine ya Zimbabwe, wanaweza kuwa na changamoto zote, lakini viongozi wao pia, mfumo wao wa uongozi nao umekuwa ni mfumo ambao ni mgumu sana. Nchi ina vikwazo, nchi ina maisha magumu, pesa ishadondokaga, uchumi ushadondokaga, lakini mfumo wao pia wa kiutendaji, mfumo wao pia wa kisiasa umekuwa ni mfumo ambao mimi naweza nikasema sio rafiki sana. Ni mfumo ambao pengine upo kwa ajili ya kumfaisha ile the establishment, kulinda wale ambao ndio tunasema wenye nchi yao, ambao ndio wanafaidika, wachache wanafaidika na nchi, licha ya wengi wale ambao wanaishi kwenye lindi kubwa la umasikini, wanaoishi kwenye changamoto kubwa sana za kimaisha, ambazo zimesababishwa pengine na vikwazo, lakini pia na uongozi mbovu
ama uongozi ambao haufanyi vya kutosha kuwaondoa raia wake kutoka kwenye mkwamo na mdororo huo mkubwa ambao wamekuwa wameingia. Kwa hiyo mimi kaka Sky, maoni yangu ama input yangu kwa hili niweke nukta, nikurudia hapo kwa kama ambavyo tumeiangalia kwa undani, ndo hivyo, kuna faida na hasara zake za demokrasia. So hiyo ni nchi yao na bunge ndo wenye nguvu. ZANU-PF wameamua kuongeza muda huo. Sawa, so leo tulikuwa na hayo tu. Bila shaka tumalizie hapo ama tuishie hapo. Cha msingi tu kumalizia, tuwatakie kila laheri bwana Kongo, ambapo wanatupa karata zao, kwa sababu tunafahamu pia hapa SNS tuna wakongomani wengi sana ambao wanatufuatilia, lakini pia wanawakilisha Afrika nzima. Unajua mechi dhidi ya England sio rahisi, lakini naamini watafanikiwa. Pole kwa Ivory Coast ambao Norway waliwasili jana Kongo. Yes, lakini Kongo naamini wataweza, unahisi wanaweza wakafanya surprise. Nasema huko sahihi unachosema. Mpira sasa hivi umeona kuna possibility, na siku zote possibility ikiwepo hata kama ni ndogo, basi inaweza tusishangae, tusiwe surprise. Nafasi kubwa anapewa Mwingereza, yuko kwenye rank za juu za FIFA, lakini tusiwe surprise kuona Mkongo akifanya kitu, akijizuia. Na sasa hivi tunaona kuna mfumo mmoja ambao watu wamekuwa wanaufanya kidogo, Ivory Coast alijisahau, lakini timu nyingi sasa hivi zinachokifanya, hata juzi Ujerumani na nini, unaona mechi za siku ya pili ziliamuliwa nyingi kwa mikwaju. Kwa hiyo tusishangae Kongo asije kawa surprise watu wakaona labda baadaye katokea kavuka. Ni huu mfumo pia wanaona okay, si tuzuie tupaki basi, kama walivyofanya kwa Ureno, na wana discipline kubwa sana kupaki basi. Ya kwao tena ni nzuri kuliko ya Cape Verde, kwa sababu sio tu hawaabsorb mashambulizi, na wao wanakuwa wanapeleka kwa kama wakicheza kwa discipline hiyo tuliona kwa Ureno, na kama wakijituma vizuri, wakongomani wanaweza wakafanya kitu ambacho kikashangaza. Na kama nilivyosema, huu mtindo wa kutaka kulazimisha mpaka kufika penalti hazina mwenyewe. Kwa hiyo kama pia wakija na hiyo game plan kwamba sisi tuzuie, tusipishane na Uingereza, tumheshimu Uingereza, timu kubwa, na pengine tujitahidi mpaka tufike extra time, tupige matuta. Tukipiga matuta pale, hapo ndugu zangu, lolote linaweza likatokea. Sije kashangaa unaona penalti wakongomani wamepita na inakuwa ni aibu, na wazungu wamekuwa wanachukia. Yani ni aibu sana wao kuona wanatolewa na nchi zetu hizi za Kiafrika, na maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli. Kwa hiyo kama ulivyosema, kila laheri, tuombe Mungu anatuwakilisha wa Afrika sisi. Jana Ivory Coast ametuangusha, mpira anacheza yeye, lakini anakuja anafungwa yeye. Yani unacheza wewe mpira, makona kibao, possession inakubeba wewe, unaenda wewe, alafu unakuja unafunga. Maana ni nini? Mnakosa utimamu, uzoefu wa kutosha, maturedness ile, ukomavu ule wa kimichezo, ukomavu wa kimpira ambao hujue kwamba hii ni mechi kubwa, tunataka tuiamue, tufanye hivi. Lakini yote kwa yote ndio hivyo. Ngoja tusubirie leo tuone Kongo, tuone nini wanaweza kufanya kwa ajili ya kupambania Afrika nzima. Lakini Kongo tujue kwamba ni wanachama wa East Africa, ama hii block yetu ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo unaweza ukasema licha kwamba yuko Afrika ya Kati, lakini katika kidiplomasia anatuwakilisha pia Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo tuna kila haki ya kumtakia mema, kumshangilia. Tunapakana naye hapa Tanzania, ni ndugu zetu, ni wenzetu, na hata kwenye SNS hii tunajua Wakongo ni moja ya mafans wakubwa sana ambao wamekuwa wanafuatilia vipindi. Kwa hiyo hata hii GPS pia. Kwa hiyo sisi kama ulivyosema, tunatakia kila la kheri, na lolote linawezekana, na litakapowezekana watu wasishangae. Sawa. Basi niseme asante sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nasi. Ali, shukran sana, nikutakie jioni njema. Lakini pia mwana SNS nikushukuru kwa kuwa nami kwenye kuwa nasi kwenye GPS hii ya leo hadi Jumatano tena, ama hadi Alhamisi. Actually leo iko ni Jumatano, si ndio? Okay, tutakapokutana tena basi nikutakie siku njema. Kwa heri.